Alajiga namuelewa sana kwa sababu ni coach, ni referee ambaye tayari level yake ni ya juu, ana daraja la juu. Kafu anamwamini, tumeshashuhudia. Wewe ukiwa ni shahidi, ameshachezesha mechi nyingi za mataifa na mataifa za virabu kwenye engo ya national. Kwa hiyo ni referee ambaye tayari analinda status yake. Kwenye mechi kama hizi naamini wakubwa wa Kafu huwa wanajaribu kumfuatilia, kuangalia matukio ambayo anayafanya. Mtu wa leo kwenda kukutana na Dar es Salaam Young Africans. Hii ni nusu finali. Kwa hiyo sidhani kama kwa watu watakapochukua ni mchezo rahisi, hapana. Kwamba ilikuwa hivi. Kuna matukio ambayo ya wazi ambayo wewe mwenyewe unajua. Kitendo ambacho Elsasi juzi alishindwa kuhimili, alishindwa kuendana na kasi ya mchezo wa juzi. Alikuwa pua kabisa. Na sielewi ni kwa nini mpaka sasa hivi hajatoa adhabu yoyote kwa huyo mtu. Kwa sababu tayari anawadhoofisha baadhi ya vilabu. Mimi ni shabiki wa Simba, lakini ushabiki wangu sihitaji sana kuweka kwenye mapenzi. Hapana, mimi naongelea mpira. Kwa hiyo kuna watu wanakashangaa mbona huyu amevaa jezi ya Simba lakini anaongea vitu sio vya kuipendelea Simba. Mimi huwa hivyo vitu sina. Baba, mimi nimenyooka. Ninapokuwa naongelea, unaponiita, tunapozungumzia habari za michezo, basi mimi huwa napenda kuongelea. Hata mtu akisikiliza hii interview anajua kweli mimi nimesimamia kwenye mpira. Siongelee opinion. Huwa hivyo vitu mimi sina. Kwa hiyo mechi ya juzi tulishinda Simba Sports Club, lakini referee alitubeba kwa asilimia kubwa sana kwa sababu ya matukio ambayo yeye alikuwa anaamua alikuwa ambao sio sahihi. Na pia vile vile alishindwa kutoa maamuzi hata kwa upande wa Singida kwa sababu Kevin National yule alikuwa anatakiwa apewe red card, asiwepo kabisa kwenye mechi siku ile, lakini yeye alikwenda kubalance kwa sababu ya matukio ambayo alikuwa ameshayaonesha kwa upande wa Singida kuwanyonga, akahitaji kwenda kutengeneza usawa baina ya Singida na Simba. Lakini mpira hauchezeshwi kwa design kama hiyo. Mpira wa miguu una sheria 17, ni lazima zote uzishikilie unapokuwa kwenye pitch. Kwa yote mimi naamini mengi yamesemekana. Kuna baadhi ya timu zimeibuka kusema kuwa zinahitaji kujitoa kwenye ligi kutokana na maamuzi ambayo yanatendeka katika ligi yetu katika michezo baadhi. Je, unaona hii ni sahihi ambayo inasema? Mimi naona kwamba ni sahihi, tena naweza kusema wamechelewa. Wamechelewa kufanya haya maamuzi ya kujoin pamoja na kuona kitu kimoja ambacho wao wananyimwa haki yao. Mfano mzuri unaweza ukaangalia La Liga. Kuna kampuni kuna udhamini ulikwenda pale La Liga ukawa umewapendelea sana Barcelona na Real Madrid. Kwa hiyo wakawa wao ndo asilimia kubwa wanaonyeshwa mechi zao, wakati hawa wengine pia walikuwa na haki. Kwa hiyo wale wakajaribu kuorganize kuwa kitu kimoja, wakasema basi sisi tuoneshe mechi yoyote. Nisheni hao majanti wawili wanapokutana wenyewe kwa wenyewe, sisi hatutaki. Wao na kukubaliana na vilabu vingine ambavyo vilikuwa vimetengeneza mgomo. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwa vilabu hivi vya Tanzania wamechelewa hili ambalo wanataka kulitengeneza, walichelewa. Bado wako na muda wajaribu kulinda haki zao za msingi. Wanaonewa kwa sababu kitendo cha Simba kucheza na Namungo na kurudisha nyuma kidogo. Simba kucheza na Namungo. Kuna mchezaji anaitwa Eric Mukombozi. Alipewa kadi nyekundu. Baada ya kupewa kadi nyekundu alitolewa kwenye mechi. Simba wakapata matokeo. Alafu masaa 72 wakatamka kwamba ile kadi ilikuwa ameonewa kupewa kadi. Kwa hiyo ukiangalia jinsi gani ambavyo unaona kabisa kuna uonevu ambao mtu atolewe kwa sababu ambao haina mashiko. Alafu mwisho wa siku kamati kikao wanasema kwamba wachezaji wanaifuta kadi. Kwa hiyo ukiangalia kuna vitu ambavyo havipo sawa kwenye mpira wetu. Kwa hiyo kuna watu wanapata matokeo kupitia kwa marefari, kwa vitu ambavyo wanavyofanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo unawaona kabisa kama ni watu ambao wana maelekezo ndani yao. Kwa hiyo mpira wetu unaenda wapi? Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba light kama wakiwa wanafanya hivyo, na mimi pia ninawasupport katika hiyo. Hakuna option nyingine zaidi ya kwenda kukutana dabi, ila useme tournament itakuwa ni tofauti tu. Hii ni CRDB, ile ni NBC mpaka sasa hivi ambayo ina makando kando, kuna sintofahamu, lakini mimi naamini kwa Simba anaweza kushinda au asishinde kwa sababu huu ni mpira. Yoyote anaweza kuqualify. Yoyote anaweza kushinda. Kwa hiyo mimi naamini inawezekana Simba akakutana na Yanga au Yanga akakutana na Simba kwa sababu tayari Yanga amequalify kwenye engo ya finali. Kwa hiyo mimi naamini chochote kinawezekana. Kama kweli tutaona mpira wa Simba kutaka kumkimbia mwenzie, tutaona performance yake kwa sababu anaweza kukimbia katika ili kukutana na kucheza na Yanga. Inawezekana kulingana na muda atakapokuwa ameamua kucheza. Kwa sababu yote yanawezekana.
anaweza kuamua akajivunja asiende kukutana na Yanga. Yote yanawezekana. Kama akiwa amewekea malengo kwamba mimi nahitaji kukusanya vikombe, basi lazima aweke malengo kwamba mimi nahitaji kukusanya vikombe, na ili uweze kuwa bingwa ni lazima umfunge opponent ambaye unakwenda kukutana naye. Katika mchezo wa ligi kuu ule ambao uligairishwa, ambao tayari bodi ya ligi na TFF washatoa ratiba kwamba mchezo huo utachezwa tarehe 15 mwezi Juni. Je, unaona Young African ataleta timu katika mchezo huu? Mimi naona Yanga tayari wameshamaliza mechi zao. Mimi hapa Sam Simba nakueleza, Yanga tayari wamemaliza mechi zao kwa sababu juzi wanacheza mechi ya nusu finali Mkwakwani Tanga. Walitamatisha pale kwamba mechi ambao wanaoisubiri wao ni finali ya kombe la CRDB. Lakini kwenye swala la mechi wao wamemaliza. Ipo hivi. Yanga wamebakiza mechi 3. Lakini katika hizo mechi 3 Yanga hawachezi zote. Hawachezi zote? Hawachezi zote. Ninachokuambia hawachezi zote. Iko hivi. Hii mechi ya dabi kuwekwa tarehe 15 ni mtego. Hii imewekwa mkimtego kwa sababu inatakiwa Yanga aicheze ili aende kumalizia vipolo vyake vingine vilobakia. Sasa Yanga asipocheza hiyo na maana nyingine hawatocheza kwa sababu wakikosa mechi ya Simba tarehe 15 mwezi wa 6 hawachezi. Kikanuni Yanga sananyang'anywa pointi 15. Mechi ya Dodoma Jiji ya Prison atanyang'anywa pointi 15. Hawatopeleka timu Yanga. Mechi ya Dodoma Jiji Yanga atopeleka timu atanyang'anywa pointi 15. 5 mara 3 15 mara 3 45. 45 kila timu alizokosa Yanga kwenda uwanjani anahitajika kupokonywa pointi 3 apewe mpinzani wake, si ndivyo? Ina maana ni 9 jumlisha 45 ni 54, si ndivyo? 54 tunatoa 73 Yanga alizokuwa nazo. Ina maana Yanga anabaki na pointi 19. Automatically Yanga anashushwa daraja. Si ndivyo? Yanga wanalilia maslahi yao. Wanacholilia ni bora Yanga washuke daraja kuliko kucheza na Simba kwa sababu hakuna mtu yoyote anaofahamu mpira. Sababu ya msingi kwa nini ile mechi haikuchezwa. Sijui unanielewa. Kwa hiyo Yanga wao wana udhamini wa Azam. Si ndivyo? Ambao waliingia zaidi ya bilioni 23. Ina maana ni miaka 10 ndani ya hiyo bilioni 23, miaka 10 inatakiwa maintain ndani ya miaka 10 hiyo asishuke daraja. Leo hii Yanga anashuka daraja. Maana atakuwa na pointi 19. Katika pointi 19 hakuna mtu yoyote atakayekuwa nazo, ni yeye. Yanga akishushwa daraja, ule mkataba ambao Yanga ameingia tayari, Yanga tayari ameenda tofauti na makubaliano na ule mkataba wa Azam. Ndani ya miaka 10 maintain ubora wake ndani ya ligi kuu. Leo hii anashuka daraja. Ina maana tena value ya Yanga itakuwa imefanyaje? Imeshuka kwa sababu ameshuka daraja. Kwa hiyo sasa issue ni kubwa ni kwa nini TFF bodi ya ligi wanafanya vitu kama hivi. Hawaangalii athari itakazokuja kutokea. Issue ndio hii. Kwa hiyo Yanga wanapo vitu vingi sana vya kuangalia ni kwa nini bodi ya ligi wanaleta vitu ambavyo sintofahamu. Kwa hiyo mimi naamini kuna kitu Yanga wanakililia. Sio kwamba Yanga wanaogopa kupeleka timu kucheza na Simba. Hicho ni kitu ambacho kwangu mimi akiingia kilini. Kwa sababu ni kwa nini wajiandae tarehe 8 washindwe kwenda siku nyingine. Kwa hiyo ni bodi ya ligi ambayo mimi naamini haiko active kwenye kutekeleza majukumu yao. Angalia sasa hivi jinsi ambavyo wanakwenda. Jana nimeona kwenye peji ya TFF wanawapongeza waamuzi ambao hawa waamuzi wanafanya matukio ambayo kila mtu haliziki nayo. Mtu yoyote ambaye hajui hata mpira. Kwa hiyo mimi nasema kwamba tuendelee kuwasupport Yanga wasicheze. Ili kuna kitu tutakwenda kujifundisha kupitia haya ambao Yanga ni kwa nini wanagoma kucheza. Mimi naamini Yanga wako sahihi. Sasa unahisi nini kifanyike katika uongozi wetu wa ligi TFF na bodi ya ligi kwa ujumla ili kuepukana na yote ambayo yanatokea? Tumeunda bodi ya ligi na bodi ya ligi inaundwa na baadhi ya wajumbe wa vilabu vyote 16. Si ndivyo? Kwa hiyo kama tumeunda pale na mwenyekiti wake ni Mguto ambaye mpaka sasa hivi anaishi ndani ya bodi ya ligi nje ya kanuni. Kwa sababu mwenyekiti lazima awe ndani ya klabu, awe anaongoza klabu yoyote ambazo zinashiriki. Hana klabu yule tayari ameshajiuzulu Coast Union. Yupo nje ya kanuni kwanza. Hilo ni moja. Pili, kama tulitengeneza kanuni, maana kuna sheria na kanuni.
Sasa kanuni zetu zile ambazo tumezitengeneza ndani ya bodi ya ligi ili tuishi nazo kwenye timu au mchezaji atakao kwenda tofauti lazima adhibiwe, hasa kwenye vilabu. Si ndivyo? Maana kwenye wachezaji kuna utaratibu wa kamati ya nidhamu na wachezaji, si ndivyo? Kwa hiyo sisi tunaongelea kwenye kanuni zile ambazo bodi ya ligi wamezitengeneza. Kwa hiyo ni kwa nini wanazikalia zile kanuni? Hawajaribu kuzichukulia kama ndo dira ya ligi yetu. Kwa hiyo ndo sheria yani katika ligi yetu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa wameshindwa kuzitafsiri kanuni ambazo zinaongozwa ndo mlengo mama katika ligi yetu. Wameshindwa kwenda kuzitafsiri katika kuhakikisha ndo ambazo zinatuongoza. Kwa hiyo hawana jinsi, mimi naamini wao wangejiuzuru tu. Jiuzuru. Hiyo ndo suluhu. Yaani suluhu ya bodi ya ligi ni kujiuzuru. Kila kitu mimi naamini kitakwenda sawa. Wajiuzuru. Na ili Yanga waweze kucheza ni lazima wale wajiuzuru. Yanga asubuhi tu hiyo tarehe 15 kama kuna vitu vinahitajika wakati vitu wale. Mimi naamini Yanga wanapeleka timu uwanjani. Sasa uone kama Yanga ndo atakuwa mfano ambazo wataitafuatwa kanuni na sheria katika mchezo huu tarehe 15. Na ndio kinachohitajika sasa. Hakuna swala la kusema kwamba eti busara. Tujaribu kufuata sheria. Tujaribu kufuata zile kanuni tulizozitengeneza. Hakuna swala kama yeye mwenyewe Karia anasema kwamba katika miaka yote hii mitatu timu ambayo nimeipendelea mimi Dar es Salaam Young Africans. Unaipendeleaje? Wakati kuna utaratibu. Ina maana wewe kuna utaratibu unaotuongoza. Leo hii unatoka public kuongea katika klabu ambayo nimeipendelea ni Dar es Salaam Young Africans. Wewe kweli kiongozi unaongea vitu kama hivyo? Kwa hiyo ina maana hawa wengine ambao walishindwa kupata haki zao, basi hiyo miaka 4 ya Simba ya ubingwa, miaka 3 zote ni batili. Kama wewe ulikuwa unawapendelea watu, ina maana ulikuwa unashindwa kusimamia sheria na kanuni za mpira wa miguu. Kama wewe unasema kwamba kuna mtu ulikuwa unampendelea. Kwa hiyo mimi naona kabisa hawako serious kwenye uongozi wao. Mimi naamini wajiuzuru tujaribu kusonga kuipa value ligi yetu iwe na thamani kubwa. Ni yako kiujumla katika ligi yetu ambao yanatokea kipindi hichi katika uongozi kiujumla wa mpira TFF na bodi ya ligi ili kusolve yote ambayo yanaendelea? Mimi naamini kabisa kwamba bodi ya ligi mimi najua kwa ujumla hawa waamuzi wajaribu kupewa hela nzuri ambayo itakwenda kuwaridhisha, kwa sababu hawana mishahara. Hawalipi mshahara, wale wanalipwa posho. Sasa kama mtu analipwa posho tena anaambiwa nenda kwenye kituo kachezeshe hiyo mechi, baada ya mechi tutakulipa. Kwa hiyo ina maana yeye atoke Dar es Salaam aende Mbeya kwa pesa yake blaza ya gharama. Kwa hiyo ina maana yeye baada ya mechi ndo analipwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi, na pesa ni haramu. Pesa unajua ni haramu. Inaleta vitu vingi vya sintofahamu. Kwa hiyo mtu kama huyu anaweza akapewa milioni 10 ili aweze kuleta matokeo ambayo yanaleta shida. Mtu akishinda hiyo mechi yeye ana uhakika anakaa sehemu nzuri. Watu vilabu vikubwa venye msuli wanatoa hiyo hela ili mradi uweze kupata matokeo. Kwa hiyo wajaribu kuwalinda kwenye maslahi ili wasiwe na tamaa kwenda kuharibu kitu ambacho tayari mtu unajua kuandaa timu ni gharama. Kuitengeneza timu ni gharama. Kuitoa timu sehemu moja kuipeleka sehemu nyingine kuweka kempu ni gharama. Kwa hiyo hivyo vitu mtu anakuja kwa dakika moja kuja kuharibu status yote ya nyinyi malengo yenu ambayo mmeyaweka. Kwa hiyo inaumiza sana. Sifurahii kile kitendo ambacho sisi juzi tumeshinda, lakini mimi sifurahii kwenye matokeo ya namna ile. Mchezaji anapigwa, anamwagiwa mkojo, namzungumzia Jonathan Soa. Sio kitendo kizuri, sio kitendo cha kiungwana. Baadhi ya mashabiki wa Simba wanawashabiki wenzao. Sio kitendo cha kiungwana. Mpira ni urafiki na mpira sio uadui. Mpira wa miguu unaunganisha watu wengi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo mimi huwa vinaniuma, kwa sababu mimi napenda sana mpira kuliko timu, na napenda mtu ambaye anafanya vitu vizuri kwenye tasnia kama hii. Kwa hiyo yote kwa yote tujaribu kuangalia, tuilinde kwanza ligi yetu, tuache maslahi ya vilabu. Tuilinde kwanza mpira wetu. Tuulinde huu mpira. Kwa sababu mpira ukishaulinda mpira ndio thamani ya klabu inakuja. Lakini kama wewe hautendei haki mpira, hata klabu pia inaweza sifike popote. Kwa sababu sheria utakuwa unazisinya, utaratibu wa mpira unausinya, hauwezi kusimama. Hata ligi yetu imekaa kule juu,
kwa numbers nzuri, kwa sababu ya matukio mazuri ya vilabu vyetu viwili kwa kufanya vizuri kimataifa, na kule kimataifa hakuna mtu aliyowasukuma Simba au Yanga, ni kwa sababu ndani ya pitch kufanya vizuri. Kwa kama kwenye pichi vilabu vyetu vinafanya vizuri, hata hawa mashabiki basi pia watengenezwe, waamuzi watengenezwe, ili tuweze kupata levels nzuri ya vilabu vyetu mashabiki, kama tulivyopata tuzo ya mashabiki bora Simba Sports. Lakini je, mbona mashabiki sasa hivi wamekuwa valulu, wanafanya vitu vya ajabu, kupigana? Wewe umeona mtu kaenda na familia yake Zanzibar kwenye fainali, ameenda na mke wake, amekwenda na watoto wake kuenjoy football. Usimlazimishe avae jezi ya timu fulani. Yeye mwenyewe anafahamu kwamba mimi siipendi Simba, ila nalipa gate correction kwenda kuichangia mapato, si ndivyo brother? Ameamua kuingia pale. Wewe unamwambia vipi wakati mtu yuko kwenye mzunguko? Anakaa kitu chochote, anakaa siti yoyote, kwa sababu bado sisi hatujafika kwenye msuli ya kwamba ukikata tiketi yako utakuta namba yako kwenye siti. Hayo mambo bado, hayo mambo yako duniani, si ndivyo? Kwa hiyo unapokwenda kumwataki mtu na kumpiga na kumdhalilisha, yupo na familia yake. Kwa hiyo kile kitendo sio kizuri, sio kitendo cha kiungwana. Kwanza mashabiki wa Simba baadhi, sisi wenyewe hatupendani. Yaani mimi ni muhanga wa kwanza ndani ya mashabiki wa Simba. Kwa hiyo mimi naamini kitendo ambacho kinafanyika baadhi ya mashabiki, tujaribu kubadilika, tuache mambo ya kishamba. Naam. Bwana, shukrani sana. Poa bro.